Naam, watazama pia tunawasalimu tena leo tarehe 29 Machi mwaka 2025. Tunao desturi ya kuweza kutangazia habari zetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tunawakaribisheni kuingia kuweza kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Bila kugayata fungulo karasa habari zetu na habari yenye kutokea kwenye rais, tutaweza kuwajulisha kusema kwamba kama vile desturi kila Ijumaa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza hivi kuongoza mkutano wa ushauri wa mawaziri huko kijiji cha Umoja wa Afrika. Waliweza kusemea kuhusu nukta nyingi. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba katika tangazo yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kukumbusha ya kwamba tangu mwaka wa 2022 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakumbuka mauaji, mashambulizi na mambo kadha na kadha ambayo yalifanyizwa tarehe 2 Agosta. Yatakuwa kwetu kila mara kukumbuka kitendo hicho, pia namna moja ya kuomba sheria yaweze hivi kufanyika kutokana tu na mauaji haya. Rais alitoa oda kwa yenye kuangalia komisheni ya mauaji tu haya na Fonareve ya kusema kwamba wafanyishe ni kusema kukaa meza moja ya mabishano, ni kusema table ronde ya kitaifa kuhusu tu Genekose. Mkutano huo utafanyizwa kwanza tarehe 31 Machi hadi tarehe 3 April mwaka utunayo, inao kichwa cha neno kuitia onyo neno ile sawa vile jambo lako mwenyewe ya kutokana tu na Genekose hiyo laweza kufanyizwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ukomo kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza hivi kuisemea katika mkutano huo wa ushauri wa mawaziri ambayo uliweza kufanyizwa tangu jana huku kijiji cha Umoja ya Afrika, yenye yaliweza kuripotiwa naye waziri wa upashaji wa habari Patrick Muyaya. Ndio kwa kuweza kuambia namna gani ya kuweza kufanya komisheni hiyo ambayo yatafungua milango yake tarehe 31 Machi na hadi tarehe 3 April mwaka huu tunayo. Tukitoka tuanjekeza upande mwingine tuweza kuwajulisha kusema kwamba wamama wa Kongomani wa Kinshasa walikuwa wengi leo Jumamosi chini ya uongozi ya waziri mkuu Tesuminwa kwa kukataa mashambulizi yenye kufanyizwa na Rwanda. Tufate ripoti. Tunashimama bamama, tunachoka njo tunasema na si namna ya yetu ya kuapporter un plus processus ya kimya mwingine. Njo tunasema bamama tutembee, tuoneshe mwingine dunia mzima kuchoka, kulia machozi, damu inamwangika sana ndani ya mwingine. Njo tunasema communauté internationale batu bote bashimame, batusikie kulia yetu. Tunashukuru rais wetu president de la République kwa nguvu yote yenye kwa nafanya. Rais Felix Tshisekedi Chilombo tunamshukuru, na kama tunashimama ni namna ya kumuaccompagner mission lourde, mission yenye iko nayo juu tutie kimya ndani ya mwingine. Tunaona nguvu yote, ma effort yote anafunir, tunaona. Upande mwingine tuza kuwajulisha sema kwamba liwali wa jimbo ya Kasai ya Kati Joseph Moise Kambulu yeye aliweza kupokea ofisini mwake mwakazi tangu Jumane tarehe 25 Machi mwaka tunayo Christine Oyo, mshauri mkuu wa coordinateur ya muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani. Yeye waliweza kusemea tu kuangalia namna gani ya kuweza hivi kufanya kazi mbalimbali ya maendeleo ya jimbo hiyo ya Kasai ya Kati. Kwa kutoka kwake nje walikuwa ana kwa ana, mama Christine Oyo yeye aliweza kuisemea na kuonesha matunda ambayo yaliweza kumfurahisha kutokana tu na kupokelewa kwake kwa liwali wa jimbo hiyo ya Kasai Central. Muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani yanatamani kukazanisha na kuzidisha nguvu kwa jinsi tu ya kuweza kuendelesha mbele jimbo hiyo ya Kasai ya Kati. Moise Kambulu yeye aliweza kuwaga kusema kwamba atategemea mpango huo.
Muteule Roger Abotome, yeye mchaguliwa wa Wacha katika jimbo ya Otuele, yeye aliweza kuleta mchango wake ya kusema kwamba ya kusaidia wa askari jeshi wenye ama vijana wenye waliweza kuingia katika kazi ya kijeshi huku ku FARDC pale Isiro. Ndio aliweza kuwapelekea vyakula na kusema vitu vingine vya wanafunzi wao wamepatikana katika kituo cha mafunzo yenye kupatikana pale Isiro. Ndio mteule huo aliweza kuwapelekea msaada mbalimbali. Tutaweza kwa kulaumu mauaji yenye kufanyizwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kutokea tu kwa Rwanda na watu wao wa M23 na kadhalika. Batome yeye analeta mategemeo yake kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa nguvu amefanya tu kuhusu wa FARDC na wa Zalendo. Tunatoka kutuajekeza katika muji wa Chikapa, tutaweza kuwajulisha kusema kwamba kwa nia tu ya kuweza kuzidisha nguvu ya kazi ndiyo PNADA yeye aliweza kupana vyombo vya kazi sawa vile gari pale kuhusu tu kilimo ya Benalongo. Ndiyo aliweza kupana hiyo gari hiyo kwa kusaidia namna gani ya kuweza kufanya kazi upande huo. Sherehe hiyo yaliweza kuongozwa naye makamu liwali Jolei Bokele, yeye aliweza kushukuru PNADA. Ndiyo bwana Alex Pakupwati, yeye ni koordinata wa PNADA Kasai, aliweza kufurahika kwa vifaa vya kazi hivyo ama gari hizo zenye zitaweza kusaidia kwa kuweza kufanya kazi katika jimbo hiyo ya Kasai. Ndiyo yalikuwa ya muhimu kwa kuweza kupata msaada huo ambayo yataweza kusaidia watu wa upande huo kwa kuweza kufanya kazi kwa namna inayohitajika. Yote yale ni kumaendeleo tu ya jimbo hiyo ya Kasai pale mjini Chikapa. Tunatoka kutunajelekeza katika jimbo ingine, tuweza kuwajulisha kusema kwamba sherehe yaliyofanyizwa pale ku Marche Basoko mbele ya wasimamizi wa mikoa wa mabarabara waheshimiwa na vijana wa Mbandaka, Munyampala wa mtaa wa Mbandaka Jean Albert Ekofoli, yeye aliweza kuonesha komisa makamu wa polisi na kwa kuweza kumpatia cheti ama chombo chenye kuonesha kazi na vifaa vya kazi vya ofisi ya kazi sawa vile bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiisha katia mkwazo kwa kuweza hivi kufungua macho na kuweza kutaja maadui wote wenye kupenda kuleta matatizo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliomba pia mapatano mazuri yawe baina ya raia na polisi wa upande huo, hasa zaidi wakati huyu wa mashambulizi. Aliomba pia kwa raia kuwa na amani. Kuhusu amani ngambo yake, komisa makamu huyu wa polisi yeye aliweza kumshukuru Munyampala wa mtaa huo na akaomba vile vile tu mapatano bora yawe kati yao. Upande mwingine tunaweza kuwajulisha sema kwamba leo wamama wa Kobile waliweza kujibu kwa mwito ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kuweza hivi tu kutegemea wa askari jeshi. Leo Jumamosi tarehe 29 Machi mwaka tunayo kwa hospitali ya kijeshi ya Kanchachi, ndio wamama hawa waliweza hivi kupana matibabu ya muhimu kwa yenye kuonesha tu mategemeo yao kwa waskari ama watu walioumia katika mapambano yenye kufanyikana huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo uliongozwa na mama Stella Malum, DGA wa Kobile. Yote yale yanaonesha mategemeo yao kwa waskari hawa wenye waliweza kuumia katika vita yenye kufanyizwa huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa jinsi tu ya kuweza kuwapatia moyo. Munganga mkuu makamu Colonel Amisi ambaye aliweza kupokea matibabu hiyo na kaweza kushukuru wamama hawa wa Kobile.
Upande mwingine tutaweza kuwajulisha sema kwamba wamama wa kijeshi wenye kuwa kati ya societe civile na kadhalika waliweza hivi kubadilishana ufahamu wao kwa kuweza kujua kina kike na kupinga tu umaskini, pia kwa kuangalia namna gani ya kuweza hivi kujigaramia kimaisha. Ndio katika mkutano huo wa kufikiri pamoja uliofanyizwa na Foundation Vitalise, ndio waliweza kusemea kuhusu mambo mbalimbali. Yalikuwa pia shabaha kwa Maître Trésor Chibui kuweza hivi kuonesha namna gani kazi hiyo ama masaidizi hayo yaliweza hivi kufanyizwa kwa kuhusu tu kunyanyuliwa kwa haki za mwanamke wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa mchango huo wa mpango huo wa maendeleo wa mama wa Kongomani wanaendelea tu na kuweza kuwa mbele ya mambo mbalimbali, mabaya mbalimbali. Ndiyo mama Natasha Mole Kambali, yeye ni presidenti wa foundation hiyo Vitalise, aliweza hivi kushukuru na kuweza kutetea wamama hawa nini ambacho wanaweza kufanya kutokana tu na kazi yao. Huko jimboni Lualaba tutaweza kujulisha sema kwamba yalikuwa ya muhimu kuweza hivi kukomesha mwezi huo wa mama wenye kusherekewa ulimwengu mbele ya kiongozi wa jimbo mtaalamu Bovise Mule Mabambe. Yeye ni mbingwa wa mtaa huo upale jimboni Lualaba. Katika mkutano huo tuliona ya kusema kwamba wamama wengi, wamama ambao waliweza kupata na matatizo kutokana tu na mashambulizo ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kachukua masemi mtaalamu Bovise Mule aliweza hivi kufasiria wamama hawa kwa namna gani wanaweza hivi kujigaramia kimaisha na kuweza hivi kuendelea na kufanya kazi mbalimbali, hasa zaidi kazi yenye kuangalia ITPR. Ngambo ingine tutaweza kuwajulisha kusema kwamba aliwaomba pia kuwa mkono mkononi kwa kuweza kusaidiana kwa kufanya kazi hiyo, kutokana tu na kikombe ambacho alichojipata siku zilizopita. Yalikuwa shabaha kwa presidenti wa jiri wa Asbel Kongo Lipanda kuweza hivi kusifu kikombe hicho kiliwepewa na presidenti huyu. Tukitoka tunajekeza upande mwingine ni kusema kutokana tu na mwezi wa mama wenye kusherekewa ulimwengu nzima na kwa kuheshimu tu kanuni za wamama katika mji wa Kikwiti jimboni Kwilu, muungano wa mama wa IDPS Tshisekedi waliweza kukomesha mwezi huyu kwa furaha. Ni tangu Jumane tarehe 25 Machi mwaka huu tunayo ni waliweza kupitisha sikukuu katika sala kwa kuweza tu kukumbuka wamama ambayo waliweza kupata na matatizo ama na mambo mingi huko kutokana tu na mashambulizi ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa nia tu ya kuweza kufukuza adui nje ya mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mama Lina Zola ambaye ni presidenti wa muungano wa mama wa IDPS Kikwiti, yeye aliweza kufasiria pia wamama kuhusu tu hali ya usalama na kuangalia namna gani mama huyu anaweza kuishi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yalikuwa pia shabaha kubwa kwa kuomba kwa wamama wote kuweza hivi kutegemea madaraka ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Munyampala wa mtaa wa Barumbu Christophe Lomami akisindikizwa na makamu wake Cardozo Kamile waliweza kuzunguka mahali mbalimbali, mahali ambapo wamefanya kazi mbalimbali katika mtaa huo, kuanzia kubarabara Kabinda na Belgica. Huko barabara hii ilikuwa yenye kuharibika, ila tunaona kwamba wamekwisha kuitengeneza. Hiyo ndio na waliweza kupitia barabara pia Kabambare Bokasa, ndio na kazi hiyo yamefanyizwa na shirika Safrimex wenye kufanya kazi hiyo ya kutengeneza mabarabara hiyo katika mtaa huo. Munyampala anaomba
kwa shirika lilo kuweza kufanya kazi ya namna inayoistahili, kwa sababu isikue tena kisha siku chache barabara hiyo yanavunjika tena ama yanaharibika tena. Ndio mwenyampala wa mtaa huo aliweza kuwaomba kwa watu, kwa shirika lilo lenye kufanya kazi hiyo ya kutengeneza mabarabara hiyo, waweze hivi kuitengeneza kwa namna nzuri, kwa sababu yawe barabara yenye itengenezwa kwa hali nzuri, kwa sababu siku chache isikue tena barabara hiyo yanaharibika tena. Na katika habari hiyo tunakomesha habari yetu ya magharibi ya leo. Shukrani kwa ndugu zetu walifuata majimboni hapa mjini Kinshasa, hasa zaidi pale Marekani. Mwenyezi Mungu abariki, muendelee kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Prince Mupoi awatangazia habari hiyo katika lugha la Chiluba. Alamsiki.